Karibu ndani ya Six and Sports na wakati huu kwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha nakuletea leo yote ya kimichezo ambao kwa hivi sasa yaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mbele yangu hapa nipo na katibu wa tawi la Yanga MB Machinjioni. Katibu, habari yako? Salama, vipi hali zaidi? Safi, uko vizuri? Namshukuru Mungu. Naona mnajiandaa kuelekea katika uchaguzi siku ya kesho. Ukiwa kama katibu, mipangilio yenu katika tawi lenu nyinyi ikoje kwa hivi sasa? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tumepokea vilivyo juu ya mkutano mkubwa wa klabu ya Yanga. Kwa maana tunakwenda katika osbati za kutaka wachezaji aidha kutaka viongozi wapya ili watongozee ile gurudumu. Lakini pia tawi kama tawi na kama ni mtendaji mkuu wa tawi la MBC la MB Machinjioni, tuna afla baada ya tukio hilo. Baada ya tukio la kuwapokea sasa viongozi wapya kwa wale ambao wanaofanyika uchaguzi ni kesho Jumapili. Lakini mpaka siku ya Ijumaa itakuwa ndani kama kitu tarehe 7 ya mwezi wa 8. Tawi litakuwa na shughuli au itakuwa na afla maalum. Maana yake kutakuwa na update yetu ya kulitangaza tawi kwamba ni tarehe yake maalum toka tulivyolianza ile tawi. Maana yake imegonga kwenye tarehe 7 mwezi wa 8. Kwa hiyo tunafanya birthday ya tawi. Ndio. Na birthday hii tumeamua kwamba tuvunje rekodi Tanzania mzima. Bi maana kwamba hakuna tawi lolote lililowahi kufanya birthday au kuweka kumbukizi ya uanzishwaji wa tawi afa kafika kwenye maeneo kifano kama beach. Kwa hiyo tunakusudia, lakini pia na waarika hata nyinyi kama ni sehemu ya media, waandishi wa habari na ndio vijana chipkizi mnayokusudia, basi lazima mkaweke mandharia ya kitofauti kupitia media zenu. Ndio. Kwa hiyo tunakwenda kule kufanya vitu vitatu vikubwa. Ndio. Kwanza tunakwenda kwenye kusoma mapato na matumizi ya tawi. Hilo moja, lakini la pili tunakwenda kulitangaza tawi bi maana birthday ya tawi la Yanga. Lakini la tatu tunakwenda kufanya Momalanda kwamba namna gani sasa tawi letu msimu unayekuja 27-28 au 26-27. Ndio. Bi maana msimu wa ligi. Tunakusudia twende tukachukua medali ya ushiriki kwenda kusapoti timu. Ima tunakusudia tuwe namba 1 au tumeferi kutoe namba 2. Maana yake ilipokuwa Yanga basi na tawi litakuwepo sehemu hiyo. Maana yake tuna mambo mazito siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 8. Karibuni sana ndugu zanguni. Asante sana katibu. Hapo umezungumzia ilipokuwa Yanga na nyinyi mtakuwepo, kwa maana mnaenda kusupport sasa katika kila mchezo wa Young Africans unapoenda kuchezwa ama? Tumekusudia sisi timu hii inapokuwa kwenye mashindano ima iwe ya klabu bingwa kimaana kimataifa, aidha kwenye ligi yetu ya MBC, aidha Federation bi maana kwamba tunasema FA, au kama utakuwa lazima ili tawi litakuwepo kwenye eneo husika. Lakini pia tunahitaji tutoe nembo na aina ya kiushangiliaji bi maana hamasa maalum. Pia hamasa hiyo haitokuwa hamasa zaidi ya hii, ukiona nyingine basi jua ndio hiyo itakuwa imefuata. Maana kwamba tunataka twende kimtiririko mwingine kiupya. Hii tunakusudia kwamba ni kutengeneza hamasa kwenye klabu yetu. Tuweze kuhamasisha jamii, tuweze kuitangaza Yanga kinchi na kitaifa na kimataifa. Maana yake waijue Tanzania kuna klabu inaitwa Yanga. Lakini supporting zake au mashabiki wake wako tayari, wako imara kwa namna ipi? Bi maana kwa namna ya kushawishi watu waje kujiunga na timu ya Dar es Salaam Young Africans. Bi maana wakate kadi, wawe wanachama halali, lakini pia wapate faida. Sasa hivi vitu vyote hivi tunakusudia tunakwenda kuviweka sawa siku ya tarehe 7 beach. Ndio maana nasema nakusudia nipate media kama 2-3 sababu kule tunaye afisa habari wetu Kamwe. Tumeshampa mwaliko huo na kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu barua yetu imefika salama na imepitishwa na tumekabidhiwa viongozi. Maana yake kwamba hizi media nataka zikafanya kazi kwa msemaji wetu wa club, lakini pia kama mtendaji wa tawi basi vile nitakavyokwenda kutilika na kuzungumzia hili matawi mengine ima ya Yanga aidha ya matawi mengine kama ya Azam kama Simba kama nani, waangalie sasa kwamba namna gani uongozi unatakiwa uwe na program gani zinatakiwa ziwekwe kwenye fallback za kiupenzi wa timu kama hivyo tunavyokusudia. Kwa hiyo lengo letu tunahitaji kwenda tufanye mambo mengi tu ya kuweza kuboresha masala mazima ya klabu yetu ya Yanga. Hapo tubakie ndani ya klabu yako ya Young Africans. Mpaka hivi sasa mmefanya sajili mbalimbali. Katibu, namna ambavyo natazama sajili zenu
msimu huu unaenda kuwa ni msimu wa namna gani haswa ukiwatazama watani zenu wa jadi wekundu wa Msimbazi Simba katika michezo yao ya wazi, mmewaona namna ambavyo wanavyocheza? Kwa niaba ya usajili mimi naweza nikasema Tanzania hii, maana kuna vitu viwili, kuna dabi ya Kariakoo, kuna dabi ya Mzizima. Na usione ajabu hii dabi ya Kariakoo ikienda kufa ikawa haina upinzani au haina mantiki. Bi maana namna walivyosajili, ndugu zangu, nimeshindwa kuelewa. Wamesajili lakini chochote kitakachotokea, na mimi nimekubali kwamba viongozi wa klabu ya Simba hawako makini. Hawako makini bi maana management, kamati ya usajili na ile ambacho kama tunasema ni wale yani wenye system zao zenyewe za kuendesha ile klabu iende kwenye iende kwenye protocol ya mafanikio, haiko vyema. Bi maana aina ya wachezaji walioleta na tunasema ile kama ndio pre-season yao tumeona katika kombe la Kagame hili, lakini mechi 3 hizi mimi kimpira uzito wa klabu ya Simba na klabu yenye rekodi yake Tanzania, kwa sababu nikisema rekodi yake ndio timu pekee Tanzania kuipeleka timu 4 bi maana ranki za point. Ndio. Sawa Sasa uwezi kusajili kwa namna ile wachezaji ambayo Clement zao aiza kaliba zao hawakustahili kuchezea ile klabu. Wale walitakiwa waende akacheza pengine na Mungo. Ni yani uwarisia ni kimpira ndio huo. Uwezi kumleta mchezaji Simba anakuja kubatisha. Mlete mchezaji ambaye alio kriki toka huko alipotoka na akakupa matumaini kwamba huyu anakwenda kukriki. Maana yake nilikusudia Simba Sports wangesajili wachezaji wenye litani toka huko walipotoka kwenye mashindano ya klabu bingwa au shirikisho Afrika, lakini pia kwenye timu zao ni watu ambao walikuwa mapremeka, watu ambao waliochukua viatu vya ufungaji bora, watu waliochukua ambaye kiungo mshambuliaji midfield bora. Sasa sijaona kwa wachezaji ambao walioleta, lakini nikiangalia upande wa pili hii inakwenda kuvunja sasa ile rekodi ya kusema kwamba hapa sisi tuna dabi ya Kariakoo, itabaki dabi ya Mzizima. Bi maana kwamba kuna Azam amesajili vizuri na namheshimu. Sasa upinzani mkubwa utakuwa Azam zidi ya Yanga Dar es Salaam, lakini Simba na Yanga utakwenda, dalili zote utakwenda kuona mwenyewe tarehe 12 kwenye ngao ya Hisani. Tarehe 12 katika ngao ya Hisani pale New Abadi. New Amani. Unaenda kuwa ni mchezo wa namna gani haswa, namna ambavyo unavyokitazama kikosi cha Young Africans na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ambacho kimecheza katika michezo yake hivi ya wazi imeonekana. Unaenda kuwa ni mchezo wa namna gani? Katika msimu uliopita wekundu wa Msimbazi Simba wameonekana wakifanya vizuri, tunaweza kusema katika mechi zilizopita hapa. Hapana. Ukisema umefanya vizuri utakuwa tutakosea heshima mpira Tanzania. Bi maana tukisema kwamba michezo halali ya Simba kama nasema tucheze mpira tule ambao wa kawaida, hata hii nafasi ya pili asingekuwepo hii timu ya Simba. Ima mimi nasema tarehe 12 mimi nimechukua medhani. Tena mimi upo wangu hata hawa wachezaji waliosajiliwa sasa hivi wao wala sicheze. Wacheze tu wale asilia. Yani Yanga wapange wale wasilia. Kina Mzinzi sababu karudi, wapo kina Jobu wamerudi tayari. Wapo kina Yao Kwasi pale. Wacheze wale. Bado ina nguvu, ina power kubwa Yanga kwenda kuchukua ushindi bi maana quality na caliber ya mchezaji mmoja mmoja. Nikimchukulia leo yani tukuchukulie tu example moja. Fullback mbili wa Simba Shomari Kapombe zaidi ya miaka 32. Umeelewa? Mchukue Yao Kwasi miaka 24 25. Performance ya Yao Kwasi tofauti na nani? Na Shomari Kapombe, maana ni rank na kariba ya mchezaji. Huyu tayari mshamwacha. Maana yake itabaki torohi inataka mwili unakataa. Hii inapatikana nini? Na quality ya aina ya mchezaji. Umri naye ni namba. Na unavyosikia energy ya mchezaji ni umri mdogo. Yaani mfano mimi unavyoniona, energy za kwangu mimi uwezo kumfanisha na mchezaji yani na kijana mwenye umri wa miaka 25 ni tofauti. Mimi nitakopo sababu nimeshapita eneo hilo. Maana yake katika hizo hatua za mbio za matembezi, maana yake matembezi ya dakika 15 mimi nitakuwa shaflot, lakini yule bado atakuwa anafanya nini kama ndo kaamsha hisia sasa ya kuhitaji ule mwili auendelee kukimbiza. Umeona sehemu hizo. Na nikiangalia Shomari Kapombe ndio first 11 ya Simba Sports. Sio maneno vizuri hapo. Sasa aina ya wachezaji wa aina hii pale Simba wako wengi. Tofauti na upande wa pili. Eneo hili peke yake ni dawa tosha na ni somo moja kubwa sana.
Maana yake viongozi wa Simba hawakutendea haki msimu huu. Bimaana wameiangalia Simba kama inabaki kwenye ligi ya NBC. Hawajaiangalia Simba kwamba tunakwenda kwenye mashindano ya kimataifa klabu bingwa. Maana yake tukizungumzia klabu bingwa kwa wachezaji waliokuja, aeli wachezeshe wachezaji wale wale wa zamani, watakupa kitu kuliko hawa wachezaji ambao tunakusudia aiza wale waletu. Maana yake management ya Simba si kwetu ya kifootball. Ibrahim Jaba siku ya jana amezungumziwa kweli kweli. Amezungumziwa kwenye mpira ule ambao hata ukija ukiuangalia kaliba ya mchezaji na quality ya aina mpira na aina gani ya mashindano tofauti na NBC. Yaani ile pasi unaona ule mpira. Hebu nizungumzie kwamba mechi yote unavyoiona kwamba hawa, yani hizi timu zingine unavyosema pange Mashujaa, aiza pange Prison, aiza pange wanacheza mpira kama huo. Maana yake mpira wa NBC ni mpira Bundesliga. Sasa mpira Bundesliga na wachezaji wetu wa Simba Sports unavyowaona Tanzania hii, hapana. Quality ziko chini, kaliba mchezaji mmoja mmoja pale haiko. Jaba ana kiwango cha chini. Nimesema warudishe wachezaji wale wale wa zamani ambaye bado wana moment zao, wana rent zao, wana quality ambaye wachezaji hawa ambao wamekwenda kimataifa, sio mara moja sio mara mbili, ndio warudisha, lakini sio kwa wasajili mpya. Maana yake mpaka kuwatafuta kuwaweka kwenye renki, performance ile ikae mwilini ni zaidi ya miezi miwili. Wakati wa mashindano ya klabu bingwa yameshaanza. Tunatarajia nini? Maana yake hakuna mchezaji aliyochukuliwa huko alipotoka aliingia kwenye mashindano ya kimataifa ya klabu bingwa akafika sehemu nzuri, au akachukua baadhi ya angalau vile vizawadi vya mwezi aiza pangine vizawadi tu, hayupo. Lakini upande wa pili tunaona, umeelewa? Unapozungumzia klabu ya Yanga tunaona wachezaji msimu uliopita tuliona wakiwa kwenye vilabu vyao na vimefika hatua mzuri. Mfano Shirolile sio wanamzungumza South Africa. Lakini wa pili mwangalia Aziz Ki huko alipokwenda. Amerudi nyumbani. Ukienda tena mbele pale kuna yule ambaye yule alitoka Misri. Yaani wanachezaji ambao wapo kwenye mashindano ya klabu bingwa na waliclick vizuri. Alafu timu waliokuja ki movement, maana yake timu kama iko chini, aina ya mchezaji yule yuko juu. Kwa sababu ukija ukimwangalia Aziz Ki namba aliochezea ligi ya huko tofauti na kwetu. Sasa tuko namba 6, wale namba 4. Ukiangalia South Africa namba 5, ukiangalia Misri namba 1, sijui umeelewa vizuri. Yaani Afrika kaliba na uzito wa sasa sisi tupo kwenye namba 6, atashindaje kukriki huyo mtu? Tafsiri mimi nakupa vitu vya kimpira, bado Simba hawatenda haki. Bado hawajatenda haki ya kimpira Tanzania. Maana yake hii ndio ile bla bla ile kupiga fedha. Yaani wanaumiza watu. Kuna baadhi ya watu wanalalamika hivi sasa mchezo wa hii ngao ya hisani kupelekwa kule New Amani Complex. Hiyo sasa malalamiko haya ni wapo kwa wale wadau wa mpira. Kwa mfano kama mimi mmoja hapo nalalamika, lakini juu ya kulalamika kwenyewe wamepeleka mbali, lakini kwa walipopeleka nao wapo Simba na Yanga na sio nje ya nchi. Ipo Zanzibar Tanzania, lakini pia wanahitaji vilabu vya Simba na Yanga kule viende. Lakini hivi vilabu viko Dar es Salaam. Tunashinda pale, tunamkia pale, tunapiga story pale, tunaandaa mipango pale. Wajibu wao nao tuwape ili nao wakapate burudani wale wa Simba na Yanga wa Zanzibar, na wao wakazione timu zao. Kwa ni wajibu huo. Huo ni wajibu. Shukrani sana. Asante sana.